Bwana, tukiwa bado kwenye taarifa za huzuni, kuondokewa kwa kijana wa Kitanzania TikToker ambaye alikuwa anakuja vizuri kwa sababu kashafanya challenge nyingi za wasanii wakubwa na of course walikuwa wakimtumia pia. Anaitwa Zaudat, tupo naye tena duniani. Taarifa za moja kwa moja mpaka msibani kwa binti huyo, bibi wa Zaudat ama Mrs. Sharo ameweza kufunguka masuala mengi sana ya kimsingi ambayo yanamuhusu mjukuu wake huyo kabla ya mauti kumkuta, hususan kwa usahihi kabisa chanzo cha kifo chake, mahusiano yake na namna ambavyo amekuwa akiishi katika siku za hivi karibuni. Bibi huyo ambaye hakutaka kutajwa jina lake amesema kwamba kwanza marehemu mpaka anakufa hakuwa mke wa yeyote ule, kwa sababu tunafahamu kwamba karibuni alikuwa katika ugomvi pamoja na Mr. Sharo ambapo tayari watarakiana tena kwa taraka tatu, lakini pia dakika za mwishoni hivyo kwa amerudiana na walikuwa kwenye mipango ya ndoa. Iko cha kwanza kwa amefariki akiwa sio mke halali wa Sharo, ingawa alishawahi kuoana. Lakini pia amesema kwamba kilichomuua ni figo zake zilifeli. Na taarifa za awali tulisema ugonjwa wa tumbo, lakini sasa hatakuwa mbali sana na ukweli. Lakini bibi sasa hapa anatupa taarifa za ukweli kabisa na usahihi kwamba figo zake zilifeli. Na figo zilifeli, hii ni baada ya kuweza kutumia dawa zilizokuwa juu ya uzito wake. Of course tunafahamu kwamba alianza kuuguzwa na Sharo nyumbani kwake, baadaye Sharo kutokana na majukumu ya kikazi akaamua kumpeleka nyumbani kwao ili aendelee kujiuguza, kwa sababu kule atapikiwa na atatizamwa kwa ukaribu zaidi. Akitoka asubuhi anarudi jioni. Lakini alipofika kwa bibi alikuja na dawa ambazo bibi aliziangalia akaona kwamba hizi mbona dawa zina uzito mkubwa tofauti na jinsi alivyotafahamu kwamba alikuwa ana ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo sasa hatuna taarifa za ndani kwamba sickle cell na ugonjwa aliougua ambao ilikuwa ni malaria, UTI pamoja na UTI zimeweza kusababisha yani ugonjwa wake wa sickle cell umeweza kusababisha na uzito wa hizo dawa. Lakini bibi anatuambia kwamba dawa zilikuwa zina uzito mkubwa tofauti na yeye, kwa maana kwamba yeye anajua mwenyewe dawa za aina gani zinamfaa na wataalamu nadhani watakuwa wanafahamu hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku madaktari baada ya kupokelewa pale walimpeleka tena hospitali na wakagundua kwamba figo zake zimefeli. Nafikiri ndio tatizo ambalo limeweza kusababisha apate shida mpaka dakika za mwisho. Ndio maana hata katika kauli zile za mwanzo za Sharo alisema kwamba mpenzi wake aliumwa tumbo. Sasa bibi anatuambia sasa katika maumivu ambayo amekuwa ameyapata hayo na magonjwa mengine ambayo yamemshambulia, basi ni hiyo katika tumbo lake. Tunafahamu figo ipo katika sehemu gani ya mwili. Kwa bibi pia ameendelea kwa kusema kwamba sababu ya wao kuweza kumchukia Sharo kwanza ni maneno yake machafu. Amekuwa ni mtu ambaye anaropoka sana. Bibi anasema kwamba tunafahamu kuna wauni, lakini muuni huyu anakuwa anatukana matusi ya wazi wazi. Yani Sharo na matusi kwake ni kama pete na kidole, lolote linaweza kumtoka bila kuangalia nani ambaye anamwambia. Lakini mpaka dakika za mwisho rafiki yake Mrs. Sharo alituma 30 kwa ajili ya rafiki yake. Pesa hiyo ilituma kwa Sharo kwa sababu yeye ndiye alikuwa anakaa naye, lakini hawakuwa pamoja. Basi wakamuomba Sharo aitume ile pesa. Mwanzo tulisema kwamba Sharo alituma pesa shilingi 28,000. Basi ile pesa ilitumwa na rafiki yake Zaudati kwa ajili ya rafiki yake aende hospitali. Ile pesa basi wakamuomba Sharo watumie wazazi sasa, kwa sababu mtoto sasa hivi yuko nyumbani, watumie ile pesa waende hospitali, na alituma shilingi 28,000. Hata yeye Sharo alikiri kwamba alituma shilingi 28,000 kwa bibi huyo ili waende kumpeleka hospitali. Basi hali ndo ikawa hivyo. Kwa hiyo tumepata kufahamu hapa mambo kadhaa kuelekea katika msiba huu. Kabla kwenda kupumzisha ndugu yetu, hizi ni dondoo na ni maswali kadhaa ambayo watu wanajiuliza. Kwa hivyo amefariki akiwa sio mume wa mtu, ingawa walikuwa katika harakati za kufunga tena ndoa na Sharo. Na wazazi walivyosikia tena anataka kufunga tena ndoa walishtuka sana, lakini walimwacha kwa kuwa tayari mtoto alishajichagulia maamuzi fulani. Lakini pia tumefahamu kwamba ugonjwa uliomuondoa duniani ni matatizo ya figo baada ya kutumia dawa ambazo zilikuwa tofauti na uzito wake. Lakini kingine tulichogundua kwamba ni familia ilikuwa inamchukia Sharo kwa sababu ya mwenendo wa tabia zake, lakini namna ambavyo waliachana, katika ndoa yao haikuwa nzuri baina ya pande zote hizo mbili. Nafikiri tutaendelea kukupa updates kwa matukio zaidi ambayo kadiri tutakuwa tunayakamata pale msibani, watu special ambao watakuwa wanaongea kama hivi ambavyo ameongea hapa bibi na mengine mengi sana. Bado tunasema RIP, hakika ametangulia, sisi tutafuatia.